ripoti ya BBI kwa wazi leo hii, angalau tukaona kilichoko ndani. Tukiongea sasa tutakuwa tunaongelea mambo ambayo tunayaona. Alright. Jana Rais Uhuru Kenyatta akataja mambo machache tu pale ya kuonesha ishara tu na akapaint picture tu ya hii ripoti ya BBI. Kwanza kabisa akatoa kabisa ile taswira na picha ya kwamba hii ripoti ya BBI na kuja kutengeneza nafasi za kazi za watu wachache. Akasema la hasha. Ni ripoti ambayo lengo lake ni kuwaleta Wakenya wote pamoja na kuwafanya Wakenya wote wahisi kwamba wamo ndani ya serikali. Na ni ripoti ambayo inakwenda kumaliza mizozo ya baada ya uchaguzi. Inakwenda kuondoa ile taswira ya kwamba mshindi anachukua kila kitu na mshindwa anakwenda nyumbani kulala. Sema hata yule mshindwa pia alikuwa na umati wake na ufuasi wake. Kwa hivyo anapaswa somehow lazima urecognize kwamba huyu bwana kuna Wakenya ambao hawakumtaka huyu rais. Na ni wengi tu. Kwa hiyo ni ripoti ambayo kulingana na matamshi yake ya jana Rais Uhuru Kenyatta inakwenda kufanya maswala kama haya. Hatuko nayo bado. Lakini baadhi ya wachanganuzi wameanza kuona mbali kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo huenda yakawa katika ripoti ile na kadhalika na kadhalika. Mimi sijui tutarajie nini leo. Tuko na Andati hapa, mchanganuzi wetu masuala ya kisiasa. Karibu sana katika studio zetu za Milele FM. Tunashukuru. Mambo mazuri bwana. Tuko lazima tunashukuru. Andati, unatarajia nini katika ino BBI report? Wewe mwenyewe ukiangalia. Najua pia una jicho la ndani mahali, una jicho la ndani, unaweza kuwa labda unaijua hata na uko hapa na labda ushaiona hata. Sijaiona, lakini ukisikiza wale wako karibu wanasema kwamba wataweka kiti cha waziri mkuu na manaibu wawili. Ndio. Unajua ile Grand Coalition Government ile tulikuwa nayo baada ya kupigana 2007 2008 ilikuwa na waziri mkuu. Sasa ni kama wanataka kurudi huko. Unajua waziri mkuu wakati huo ilikuwa imewekwa na ile National Accord na ikakuwa kwa miaka 5. Baada ya hiyo wakati walienda Naivasha kutengeneza katiba, na wale walikuwa wanasema tukuwe na executive prime minister, parliamentary system, na wengine wanasema tukuwe na presidential system. So mwishowe wakakubaliana kwamba tusimamie ile pure presidential system ambayo tuko nayo sasa hivi. Lakini sasa wanasiasa, unajua wanasiasa hubadilika kila uchao. Sasa wameona kwamba ile pure presidential system haipeani viti za kutosha za hao kuweza kujisaidia nayo. Sasa kutengeneza ile coalition ilikuwa ngumu. Unajua walishadanganyana. Nakumbuka Raila akisimama na Kalonzo akamwambia atakuwa atamsupport 2017, haikuwezekana. So kurudi kwenda kuambia kina Musalia, kina Wetangula, kina Kalonzo wamuunge tena na yale maagano ya Accord na NASA haikutekelezwa kwa ajili hawakuweza kufua dafu. Kwa hivyo itakuwa ngumu. Sasa lazima watafute viti ambavyo wataweza kupatia wale ambavyo viko katika katiba. Pia wamerudisha kile kiti cha upinzani, leader of official opposition. Swali hii sasa ni ile mixed system. Unajua pure presidential system hakuna upinzani. Kunakuwa na minority na majority kama ile ya Marekani. Unajua huo ndio mfumo tulikuwa tumechukua. Lakini sasa wanarudi ile tunaita mongrel system, ama kama ile ya Tanzania ama Uganda. Unajua hata Uganda wana prime minister ama naibu. Tanzania kuna prime minister na manaibu na kuna makamu wa rais. Hata Ufaransa kuna ile system ya mongrel ama mixed system. So hiyo ni kama ile sasa unachukua mfumo ule wa Britain unashikanisha na wa Marekani, lakini kile kiti cha prime minister unakishukisha nguvu kidogo. So hiyo ndio ile wanasema. Pia kuna haya masuala ya ile pesa ya kwenda counties. Wanasema wanaweza kusongesha ifike 35%. Lakini unajua masuala ya pesa za counties, katiba haisemi kwamba unaweza peana minimum 15. Minimum hiyo ni 15. Ile ndio kiwango cha chini sana. Sasa hivi unajua magavana wanadanganya wa Kenya. Hawapewi 15%. Wanapewa 33%.
So na ukiangalia yale majukumu ambayo county ziko nazo, ile pesa ambayo wanafaa wapate ni kama 36%. Ndio. So kama kuna kitu ambacho kinakosea ni kama 3% tu. Na pili, unajua hauhitaji, sijui nani anafundisha hawa. Unajua baadhi ya haya maneno tulifundishwa wote Kiingereza. Mwangideu alifanya Kiingereza mpaka form 4. Hakuna mtu alisoma Kiingereza beyond form 4. Wale walienda form 5 walienda kusoma literature. Yes. Hawakuenda kusoma English. Kiingereza. Kuna English language. Watu wote hata mawakili husema ati wao wameniwasomi. Hakuna mtu alisoma English form 5. Yes. Wale walienda form 5 walienda kusoma literature. Yes. Na wale walienda university wakasoma linguistics. Yes. Sasa Kiingereza na documents nyingi zinaandikwa katika Kiingereza. Kitu ambacho kinatakana kifanyike ni bunge kufanya marekebisho. Inasema ile 15% minimum ya zile hela, sio last audited accounts, unachukua ya ile revenues ambazo ziko sasa hivi. Ukifanya hivyo pesa zile zitaenda account zitakuwa nyingi zaidi. Hata ukipeana tu 15% ya current revenue, unajua sasa hivi tunatumia audited accounts za miaka 4, 5, 6 iliyopita. Ndio. So kwa nini tusichukue current revenues kama sasa hivi budget ambayo tuko nayo ni karibu trilioni 3. Ndio. Ukichukua trilioni 3, 15% ni 450 billion. Hiyo inaenda katika county pesa mingi sana. Ingekuwa inaenda county. Ndio. Sasa unajua sasa hivi wanatumia zile audited accounts. So kwa ajili ya hiyo umeona counties zinapata 316 billion. Ndio. So ni hauhitaji hii na hauhitaji BBI na hauhitaji rege. Unahitaji tu mtu ambaye anaelewa Kiingereza kama mimi na unanisikiza na kupatia free idea na unapeleka bunge na unabadilisha hiyo, unasema minimum itakuwa 15% ya current revenues. Sio hauhitaji referendum, hauhitaji hata governors. Unajua governors wengi wako busy wanapora, hawajui mambo rahisi kama hii. Ma senators wengine wako huko wanalala wanazembea. Hao ndio wangeleta haya marekebisho. So some of those things are very basic. Hauhitaji referendum. Na unajua inclusivity, hata katiba ile sasa hivi inasema kwamba lile baraza la mawaziri na serikali itakuwa na sura ya Kenya. Halisemi Uhuru atajaza watu wa jamii yake watu 6-7 kwa nafasi 22. Halisemi Ruto atajaza Wakalenjin. Unajua hata wakati alipewa nafasi alijaza Wakalenjin. Kwa cabinet kuna Wakalenjin 4. Ukiongeza watu 5 out of 22. Ile hali kuna makabila 43. Sasa hawa walikuwa wanafanya haya wakitumia katiba gani? Because katiba haisemi, inasema kwamba lile baraza la mawaziri litakuwa na sura ya Kenya. Ilinasema kwamba utahakikisha kwamba kuna kitu inaitwa equity. Ndio. Equity ni usawa na regional balance. Na regional balance. Dio. Sasa hii katiba ambayo tuko nayo inasema haya masuala yote. Kwa hivyo hawajatekeleza. So ni shida si hata ati katiba ndio mbaya. Shida ni wale utekelezaji. Ile political will ya kutekeleza katiba ndio hakuna. So wakikuwa na hiyo basi haya masuala yatakuwa address. Na unaona swala la ardhi bado hatujaongelea. Ndio. Unajua Kofi Annan alikuambia marehemu. Ndio. Zile agenda issues zile za Serena. Ndio. Hata hii youth unemployment. Kutengeneza tume, sasa tume utapatia nani? Unajua watapendekeza tume, kesho unasikia ameweka mzee kama Muda Wori ndiye anasimamia maneno ya vijana. Mzee Muda Wori ni mzee rafiki yangu na ni mzee wa heshima. Lakini ako miaka 90. Ataelewa sasa maneno ya vijana kweli? So hauwezi address youth issues through a commission. Tume ziko nyingi na zimetatua haya maneno yote ambayo tuko nayo kweli. So swala la youth, vijana wanataka ajira. Vijana wanataka, hawahitaji wheelbarrow Ruto anawapatia. Ndio. Unajua wao walituambia hao ni digital. Ndio. Sasa wheelbarrow imekuwa digital. Because unakumbuka wakisema walikuwa wanasema Raila ni analog. Hao ni digital. Sasa wheelbarrow ndio digital. Sasa wheelbarrow linaleta ajira. Unajua hawa watu wanasema, vijana wanasema wanaubebwa ufala. They are cheating our youth. Vijana wanahitaji opportunities. Na opportunities will not be created by cheating people. Now let me ask you, katika hili swala zima ambalo rais alisisitiza sana jana kwamba anakwenda, hii BBI inakwenda kutusaidia tusiwe na mzozo baada ya uchaguzi.
Ni mambo gani ambayo yanaweza kuwa pale ndani ile BBI yatakayotusaidia tusiwe na mzozo baada ya uchaguzi? Ni masuala kama gani? Nafasi hizi zingine ya Prime Minister na wasaidizi wake wawili na nafasi ya kiongozi wa upinzani ndio mambo ambayo yatatusaidia tusiwe na mzozo baada ya uchaguzi? Itakuwa ni suluhu. Ama unajua ya mzozo baada ya uchaguzi ni nini? Shida imekuwa wale wanapoteza wanakataa. So akikataa kwamba ameshindwa, ndio atakubali kuwa kiongozi wa upinzani. Sasa utakuwa umetatua haya maneno. Unajua yale masuala yale ambayo yanafanya uchaguzi unakuwa na utata. Ndio. Iko katika Kriegler report. Ndio. Very clear. Kriegler alisema tunahitaji tume ya watu watatu tu. A lean commission. Na akasema tunahitaji a functional proper electronic voting system, ambayo ukipiga kura sasa hivi ndio inahesabuliwa, inaonekana pale ushapiga. Ndio. So hakuna ukora. Ndio. Unajua Mwakideu hata akipigia kura huko kwao Taveta, ndio inajulikana amepigia Raila na kura imefanya nini, imehesabuliwa. Ndio. So kufikia jioni saa 11 wakati tunamaliza kupiga kura, tayari imejulikana kura za Raila ni hizi, kura za Ruto ni hizi, kura za Musalia ni hizi. Hakuna utata. So that's what we need. But hawataki hiyo. Kwa ajili kila mtu ameficha card chini ya meza. Yes. Na unajua wale ambao wanajua wanaweza faidika na tume ambayo iko float, sasa hawana haja na marekebisho ya tume. So they are not sincere, both sides of the political divide. So hawana haja, and you know the issues ambazo zinakumba Mkenya ni Mkenya hana ajira. Ndio. Kenya sasa hivi watu wamepoteza, si hata hapa kwenu wameretrench watu. Ndio. Hata mishahara watu wamekatwa. Tuache kudanganyana. Ndio. Wewe umechukua loan Mwakideu. Ndio. Mshahara ulichukua unajua ni 50,000. Yes. Umekopa loan. Yes. Wanakukata 20,000. Umebaki na 30,000. Yes. Sasa wanakuambia wanaondoa ingine 20. Sasa utaishi namna gani? Gumu. Wewe ndio uleta COVID. So unajua we must be realistic, na watu wanaumia. Kenya za hati. Yes. Na uchumi, pesa, umeona juzi tunasema pesa inawekwa kwa masuala ya COVID, imeibiwa yote. Rais alituambia within 21 days report ya uchunguzi ya COVID itakuwa imetoka. Umeiona? Si 21 days imeisha. Hiyo report iko wapi? Wale ambao waliiba pesa ya COVID bado wako huko, hata walikuwa Kisii huko. Wanatudanganya sasa. Ukienda Kisii, mkienda kulaunch BBI, sasa ile pesa imeibiwa COVID itarudi. Wengine wanatudanganya ukitembea na wheelbarrow, sasa ukipatia vijana wheelbarrow, sasa umepatia ajira. Na hawa tulipatia hawa mandate. Raila alipewa mandate ya upinzani, amewacha hiyo, yeye sasa ameingia kwa serikali, yeye ndio msemaji wa serikali mkuu. Ruto alikuwa kwa serikali, sasa yeye amekuwa kwa upinzani, anataka campaign 5 years. So you know, yeah, that is it. He was not elected kwa upinzani. Yeye ni principal assistant to the president. Yes. Na analipa mshahara. Yes. Na hajajiuzulu katika hiyo ofisi, baada yako Karen kwa public facilities. Yes. Anatembea na ndege za serikali. Yes. Analindwa na serikali, anakula mshahara wa serikali. Ilhali badala ya kufanya ile kazi anafanya, yeye kazi yake yako huko nje. Rais is not in miradi gani? Miradi ni hizo rallies. Nani alikuambia unahitaji kufanya rallies? Hiyo ndio itapatia vijana rallies, ukipatia wheelbarrow na kupiga kelele kwa barabara. Tutarudi katika the youth want jobs. The youth don't want a commission. Kenyans need things, food on the table. And that policies ambazo zinaweka pesa mifukoni mwao. Saa hii watu karibu almost all these people wako na hii kitu inaitwa Fuliza. Nikikwambia saa hiyo Mondi nikutumie pesa, unasema usitume kwa hiyo. Kabla hata utumie mtu pesa, unajua sasa lazima nikuulize Mwakideu, ile pesa yako kidogo nilikuwa nayo nataka kutuma, nikutumie, unasema hapana. Kwa ajili huko na Fuliza nikituma kwa hiyo ati lazima inabidi uwe na namba nyingine. Kwa ajili unaogopa nikilipa kwa hiyo Fuliza inafanya nini? Inakula. Wa Kenya all these youth, most of them 80% wameingizwa kwa CRB. Hawezi kopa, walikopa pesa wakaenda kwa hii vitu ya betting. Pesa imezamwa because they have no hope. The only hope walikuwa nayo sasa ni either wheelbarrow ama hope ile wako nayo ni kwenda kubet. Sasa hiyo betting unaweka inazama na umekopa hiyo pesa. Sasa kesho umeingizwa CRB. Wengine wamepoteza kazi na COVID. Pesa ya COVID imeibiwa. We are not addressing the real issues. That is the main problem ambayo tuko nayo. Anasema ndati